Naitwa Dr. Gunewe. Naomba nimalizie sehemu ya 4 kuhusiana na kodi ya mmiliki au kodi ya ufalme, Lord's Levy au Lord's Tax au Monarchical Tax. Hii ni kodi, ni 10%. Hii kodi imekuwapo, ipo na itaendelea kuwepo kwa sababu kwenye nchi kodi ni kitu cha kimaisha kila siku. Ni muhimu sana ili kulielewa. Kwa hiyo sasa naomba leo nitoe siri ambayo itakusaidia pia kwa ajili ya kuielewa vizuri hii kodi. Watu wengi sana neno kuabudu hawalijui, watu wa dini wamelipotosha, lakini neno kuabudu Waingereza wenzetu wanaita worship, linatokana neno worship, lakini kwenye lugha ya Kiebrania na Kigreek, hasa Waebrania wenzetu wana neno zuri linalomaanisha kumpa mfalme kinachomstahili, to give a king what is due to him. Na mara zote kumpa mfalme kinachomstahili, wafalme wote kinawastahili vitu viwili. Hii ndio heshima ya juu ya mfalme, ndio inaitwa kuabudu. Na heshima hii ni pale ambapo mfalme unapomsujudia, aidha ukienda kwenye nyumbani kwake, kwenye palace au kwenye temple, kwenye courtroom yake, kwenye kiti chake cha mfalme, unapofika pale kwa ishi yote, maana yake ni lazima kwanza umsujudie, au unapokutana naye popote barabarani, maana yake ni lazima usujudu. Hiyo ndio heshima ya juu ya mfalme na ndio kinachomstahili. Lakini cha pili muhimu ni kodi yake. Unapolipa kodi ya ufalme, unapopeleka pia malimbuko ambayo mfalme ndio anapaswa kuonja vyote vya kwanza katika nchi, lakini pia unapopeleka zawadi, maana yake kila unapoenda kwa mfalme nyumbani kwake hutakiwi kwenda mikono mitupu. Ndio maana alisema katika katiba ya ufalme, asionekane mtu yote amejihudhurisha mikono mitupu. Kwa mfalme hatuendi mikono mitupu, lazima tuende na zawadi, ni kawaida. Maanake lazima tuende na zawadi, ishara ya kuweza kumpa mfalme heshima. Kwa hivyo vyote unavyovifanya maanake ni kumpa mfalme kinachomstahili. Mfalme huwezi kwenda mikono mitupu. Nafikiri unakumbuka wakati wale wise men, wale wenye hekima, of course kwenye Biblia, chama cha Biblia wametafsiri kama mamajusi, lakini mamajusi sio neno sahihi, lakini wale ni wenye hekima, wise men waliotoka mashariki. Waliulizia, where is he, the king of Jews? We have come to worship him. Yuko wapi mfalme wa Wayahudi? Tumekuja kuworship, kumwabudu. Chama cha Biblia wametafsiri tumekuja kumsujudia. Hapana, to worship him, maana yake tumekuja kumpa kinachomstahili. Na kweli walipofika kwenye nyumba ambapo mfalme Yesu alipozaliwa, na walichofanya, wakafanya vitu viwili. Cha kwanza, walisujudu mbele za mfalme Yesu ambaye ni mtoto lakini ana heshima ya kifalme, wamemsujudia. Lakini cha pili, wakatoa zawadi zao, uvumba, ubani na manemane. Unaweza kuona walifanya vitu viwili, walisujudu pia wakampa zawadi. Ndio hiyo inaitwa kuabudu. Sasa wameenda kufanya kile, kumwabudu kwa kufanya hivi. Kuabudu ni kumsujudia mfalme pamoja na kumpa matoleo ambayo ni kodi ya ufalme, au unapoenda kwa ishi yote nje ya kutoa kodi, basi unaenda na zawadi. Au pia unataka labda umelima mazao, sasa yanakaribia kukomaa, kwa hiyo unachukua kasehemu kadogo kwanza kwenda kumuonjesha mfalme, inaitwa malimbuko. Yeye ndio analimbuka, yeye ndio anaonja. Manake vyote vya nje lazima mfalme anaonja, kwa sababu yeye ndio mwenye nchi. Na unapopeleka kuonja pale, unapofika unamsujudia, unamwambia mzee, mfalme nimeleta uonje. Alafu baadaye unamwambia mfalme, sasa baada ya miezi 3 miwili au 4 nitavuna nikuletee kodi yako. Ndio maana malimbuko yamelenga zaidi kwa ajili ya kumfanya mtu, kumpa mfalme ripoti ya kuonja. Sasa vyote hivi ndio inaitwa kuabudu. Kwa hiyo unapokosa kutoa kodi ya mfalme, maana yake ni kwamba hauabudu. Na ndio maana wote raia wa ufalme, hii ni muhimu sana kuelewa, kuabudu ni kufanya hivyo vitu. Kama utoi kodi, maana yake humwabudu. Na hili ni jambo baya sana kwenye maisha. Ndio maana Bwana Yesu akasema waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho, katika nafsi. Maana yake msingi wa kuabudu utaanza kutoka katika nafsi yako. Maana yake hautakuwa kwenda kwenye majengo fulani, kwenda sehemu fulani. Maana yake utakuwa ndani mwako, utakuwa unamsujudia mzee kwa kulingana na namna ambavyo unaenda kwenye petition, au labda unataka kuongea naye, au vyovyote vile utamsujudia mzee. Lakini pia katika kweli, maana yake ni katika taarifa sahihi, katika right information, katika msingi wa taarifa ya kwanza ndio tutafanya hivi. Maana yake msingi wa taarifa sahihi ya kwanza ni kwamba mfalme anasujudiwa kwa staili hiyo. Kwa hilo ni muhimu sana. Yeye ni mfalme mkubwa, yeye anaona kila kitu yeye. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho tunaingia kwenye courtroom yake, hata tukiwa tuko popote pale. Kwa hiyo tunamsujudia yeye, ana respond. Kwa hiyo ni muhimu sana kujitengenezea mfumo huo, kwamba kuabudu
maanake ni kusujudu. Kwa hiyo lazima ujifunze kumsujudia mfalme. Unapoingia kwenye petition lazima uwasujudia wenye nguvu watatu, lakini unapotaka kupeleka kodi utasujudu, afu ndio utamtumia mtumishi raia wa ufalme au balozi wa ufalme yote yule au mwalimu yote wa ufalme. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo kuabudu, kutoa kodi ya mmiliki au kodi ya ufalme ndio sehemu ya kuabudu, na usipotoa kodi maanake wewe sio mtu unayeabudu. Sasa unaweza kujikuta, unaweza kujitathmini mwenyewe, je, wewe unamwabudu mzee? Kwa hiyo wewe unamwabudu Yahweh Elohim? Kwa hiyo ndio maana utakuta watu wengi wanajifunza elimu ya ufalme afu baadaye haiwazalii matokeo, wanakwama kwa sababu hawawishi ufalme. Hii ni kitu muhimu sana kwenye maisha, ni muhimu sana kuijua hii ili kusaidia. Kuabudu ni kutoa kodi. Kutoa kodi ni sehemu ya kuabudu, na usipolijua hilo maana yake ni kwamba utakuwa umekwama. Jiulize, je, unatoa kodi, unaabudu, unamsujudia? Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Naomba nimalize kwa kusema kwamba ni nzuri kujifunza kumwabudu Baba yetu wa mbinguni. Kuabudu ni kumtolea kodi, kutolea malimbuko au nje, lakini pia na matoleo mengine tunapoingia kwenye courtroom, lakini pia na kusujudu. Na ndio maana unapotoa kodi, kabla hujamtumia balozi wa ufalme au raia wote mwalimu wote wa ufalme, ambaye sisi wote ni mabalozi, mwalimu yote wa ufalme, maana yake cha kwanza utawasujudia Baba, Mwana, utamsujudia Roho Mtakatifu. Alafu pia ukishasujudia unakwenda unatoa ripoti, nimekuja mbele yenu ya kiti cha kifalme, nimekuja kuleta kodi yangu kuwa jaribu. Unawasujudia tena, unainuka, unaenda unatuma kodi. Unakuwa umefanya vyote kwa pamoja, umemsujudia, umeabudu, na pia umetoa kodi, umeabudu. Kwa hiyo umekamilisha. Nataka nikwambie ujazo na utimilifu wa kutembea na kanuni namna hii za ufalme, hutabaki kama ulivyo, utakuwa mtu wa tofauti sana. Jipe, yani kila siku unamfanya ndani ya wiki utashangaa kila siku maisha yako yanabadilika kabisa. Kuna ushuhuda moja kutoka kwa raia wa ufalme, balozi mfalme mwenzetu anaitwa Irenaeus. Irenaeus amekuwa mwaminifu sana na aliomba sana, Dokta, mimi naona vitu vikubwa sana, naomba uwafundishe wengine. Mimi na Irenaeus kila siku lazima atoe kodi, kila siku anatoa kodi. Kwa hiyo yani anaona vitu vinavyo change, na ameamini kwamba kuna nguvu katika kutoa kodi. Kila kitu kwake kimekuwa kikokee kwa sababu ya uaminifu wa kutoa kodi, na ndio maana amekuwa na uchungu. Watu wengi wajue hiki kitu ni muhimu sana. Naomba sana ili tulizingatie, wala hiyo ufalme. Hivi vitu tunafanya sio kwa sababu ya kumnufaisha mtu, tunafanya kwa ajili ya kuujenga ufalme wa Yahweh Elohim. Tayari muda mrefu Baba alikwisha tubariki mambo makubwa, ila tunataka tuwafundishe wengine ili wajifunze nao kujua siri hili, nao pia wabarikiwe, ili waweze kuona namna gani wanaweza kupata matokeo. Umetoa kwenye dini na madhehebu, hujaona matokeo kwa sababu kule sio sehemu sahihi, lakini ndani ya ufalme, yani unapoanza tu ukatoa, utapata matokeo, utapata. Unapomjaribu Baba leo, kesho unapata. Kwa hiyo ni kujaribiana, kila siku utaona ukiendelea kupata, siku hadi siku utaendelea Baba na kujaza na kupa connection. Hii ni muhimu sana. Lakini pia unapotoa kodi kwa uaminifu na matoleo mengine, jifunze pia, Baba atakupa mtaji, idea, utapata kipato kikubwa, lakini jifunze pia kuwekeza kwa upana sana ili uweze kuongeza kipato chako, ili Baba endelee kukujaza kwa upana sana, kwa sababu lazima upanuke. Kwa hiyo kama ni mfanyakazi unayepewa mshahara, jifunze pia kuanzisha business nyingine, kilimo, ufugaji, kufanya kwa usahihi, kuingiza unaanzisha business kwa usahihi ili uendelee kuchota baraka zaidi zinazotokana na kutembea na kanuni ya ufalme. Naomba ni mshukuru Baba wa mbinguni kwa ajili yako. Asante.